Habari gani mtazamaji wa Mopossible TV, langu jina ni James Simon, ukipenda niite King James. Leo tupo ndani ya Mo Sport. Leo nipo na mchambuzi wangu hapa, kwa majina atajitambulisha mwenyewe. Kwa majina naitwa Boaz Joseph, maarufu kama BJ. Okay. Leo Mnyama na Berkane wanakutana usiku saa 4. Wewe mechi umeionaje? Kitu cha kwanza ni mchezo utakuwa si mchezo mwepesi sana kwa upande wa Simba, lakini pia kwa RS Berkane kutokana na vitu ambavyo vimetokea kwanza nyuma ya pazia kabla kwenye huu mchezo. Kumbuka hapo jana kulikuwa na taarifa pamoja na juzi taarifa za kuhamishwa kwa mchezo wa finali ya pili ambayo itakiwa ichezwe Benjamin Mkapa, na kwa taarifa za CAF ni kwamba finali hii itachezwa kwenye uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Kwa hiyo watu wengi wakawa wamejiuliza kwamba kwa nini kitu kimetokea mapema kabla hata ya mchezo wa kwanza hujachezwa. Kwa binafsi nafikiri kuna baadhi ya vitu ambavyo kwenye mpira wetu wa Afrika vinatumika kama propaganda kwa ajili ya kumpoteza mpinzani. Mfano mzuri unakuta RS Berkane walianza kupata hizi taarifa mapema hata kabla wahusika ambao wanaandaa finali ya pili hawajapata hizo taarifa. Kwa hiyo mimi nafikiri utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa upande wa Simba, kwa sababu Simba anaanzia mchezo wake ugenini, lakini kwa RS Berkane pia lazima acheze kwa tahadhari, kwa sababu CAF Confederation pamoja na Champions League zinachezwa finali mbili, kwa maana nyumbani pamoja na ugenini, na Afrika bado tuna ile sheria ya goli la ugenini. Kwa hiyo ukiangalia upande wa Berkane ambaye yuko nyumbani lazima awe makini zaidi, kwa sababu lazima ahakikishe aruhusu goli. Hata kama ataruhusu goli basi kuwe na margin au gap la goli nyingi. Mfano kama ni 2-0, 3-1, at least magoli mawili ambayo yanaweza kumgarantie kuja kujilinda kwenye mchezo wa pili. Kwa hiyo binafsi naamini kwa upande wa Simba pia wanaweza kutumia mechi ya ugenini to their advantage, kwenye advantage ya upande wao, kwa sababu wanapoenda kucheza mchezo ugenini automatically pressure inakuwa ndogo sana kwa upande wa Simba, kwa sababu Simba matukio yote ambayo atayapata ugenini hahitaji kuruhusu margin ya goli nyingi sana, walau goli moja bila, sare ya bila, usare ya goli moja kwa moja. Kwa vyovyote vile margin isiwe kubwa, hii itamrahisishia kuja kufanya vizuri kwenye mchezo wa nyumbani. Wanaweza wakachezea hiyo finali ya pili. Tumeona finali ya kwanza lazima itachezea kule Morocco. Finali ya pili inaweza kachezwa Amani au kwa Mkapa? Finali mpaka sasa hivi nafikiri bado, kwa sababu ukiangalia taarifa ya Simba, Simba wao walitoa taarifa kwamba taarifa rasmi ya mchezo utachezwa sehemu gani wataitoa baada ya mchezo wa leo. Maana yake tunasubiri sasa baada ya mchezo Simba watatoa taarifa, lakini ukiangalia upande wa CAF kwenye website tayari wamesha publish, wameweka mchezo utachezwa New Amani Complex. Lakini kumbuke pia tarehe 14 CAF walitoa barua ambayo kwa Simba wao wanadai ilifika tarehe 15, na ile barua nafikiri ndio imewachanganya Watanzania wengi sana. Nafikiri masuala ya lugha, watu wengine wanaamini ile ni amri, kwa sababu CAF ndio mamlaka ambayo inasimamia mpira Tanzania. Watu wengine wanaamini ile ni amri kwamba CAF tayari wameshaamua basi Simba hana cha kufanya, lakini watu wengine pia wanaamini zile ni recommendations. Kwa hiyo mimi na binafsi pia naamini zile ni recommendation, kwa sababu nilivyoisoma barua naona yale ni mapendekezo ambayo CAF wamewaambia Simba, TFF pamoja na serikali kwamba wanaona itakuwa ni vizuri kama mchezo kupelekwa Amani Stadium kwa sababu ya masuala ya mvua Dar es Salaam, kwamba sporting experience inaweza isiwe nzuri sana. Kwa hiyo kwenye recommendation mimi naamini una nafasi ya kujibu zile recommendation. Kwa hiyo kwa taarifa ni kwamba Simba pia wamejibu zile recommendation kwa hoja zao, na hoja ya kwanza Simba wamesema kwamba kufikia tarehe 23 mpaka tarehe 26 kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, kuna uwezekano mkubwa kwamba mvua isinyeshe kwenye hizo siku. Kwa hiyo uwanja wa Benjamin Mkapa utakuwa kwenye hali nzuri ya kuhost mchezo wa final. Lakini sababu ya pili Simba ni kwamba wao wanadai tayari wameshaanza kufanya mauzo ya tiketi. Takriban tiketi 12 mpaka 15 zimeshauzwa. Kwa hiyo wanashindwa kuelewa kwa nini tiketi zimeshauzwa na maandalizi kwa asilimia zaidi ya 85 yameshafanyika, alafu yani from nowhere CAF wanahamisha mchezo wa Amani Complex. Kwa hiyo mimi nafikiri tusubiri. Pia ukifuatilia baadhi ya viongozi wa Simba wana hoja ambazo binafsi naona pia ni hoja za msingi. Mfano kama nilipoizungumzia mwanzo, hoja ya taarifa, kwamba wengi wanahoji kwa nini RS Berkane alipewa taarifa mapema, na kitu ambacho watu hawafahamu pia. Mmiliki wa klabu ya RS Berkane anaitwa Fauzi Lekja. Huyu bwana ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu nchini Morocco, lakini pia ni makamu wa pili wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Kwa hiyo watu wengi wanahisi
pengine kwa sababu ya nafasi yake alionayo kuna influence au kuna ushawishi ambao unatumika wewe kulazimisha hii mechi ikachezwe kwenye uwanja wa New Amani Complex. Wewe sasa hilo unalionaje wewe? Je, ni kweli inawezekana ikawa hivyo au? Yes, uwezekano upo kwa sababu ukifuatilia hata kwenye taarifa za CAF baada ya kupublish hii mechi itachezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex mida ya saa 12 tarehe 25. Ndio. Hapo baadaye tukaona CAF wameshaanza kufanya uteuzi wa marefali ambao officiate au watachezesha huo mchezo siku ya tarehe. Kwa hiyo unaweza kuona mpaka hizo watu ambazo wanazifanya nafikiri wao wanaweza kuwa wamejipa uhakika. Japo pia naona kuna nafasi ya hivi vitu kubadilika kwa sababu nimeshindwa kuelewa Simba anaipata wapi confidence kwa sababu mpaka sasa hivi ukiangalia kwenye website kwenye mitandao ya kijamii ya Simba bado wanaendelea na mauzo ya tiketi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho pia kinatupa imani kwamba kuna uwezekano Simba amewasilisha hoja za msingi ambazo zinaweza zikawalazimisha CAF waweze kurudisha mchezo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Okay, lakini unadhani ni kweli Simba barua ya CAF hawakuipata mapema? Kwenye barua sidhani hicho kitu kama ni kweli kwa sababu sasa hivi tupo kwenye ulimwengu wa kidijitali. Ndio. Haina haja ya kusema utumie labda siku 2 mpaka 3. Labda Simba wakili kama kuna ucheleweshaji wa kufuatilia hiyo taarifa kwa sababu taarifa nafikiri kwa CAF mara nyingi CAF wanatumia sana emails. Kwa hiyo labda kama mtu ambaye anahusika na masuala ya mitandao ya Simba labda kama alichelewa kuifungua email lakini ukiangalia kwenye taarifa ambapo iliandikwa ile barua ilivyoonyeshwa pale inaonyesha iliandika tarehe 14. Kwa hiyo hatujajua sasa kama ilitumwa hiyo tarehe 14 au ilitumwa tarehe 15. Japo Simba yeye anadai barua aliipata tarehe 15. Lakini pia Simba anaogopa nini kwenda kuchezea mechi yake Amani? Unajua ukiangalia kwa namna soka letu la Afrika tunavyocheza kila mtu lazima atumie advantage ambayo anaipata akiwa nyumbani. Na ukiangalia kwa miaka takriban 5 mpaka 6 Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa imekuwa ni timu ambayo imezisumbua timu nyingi sana. Inaogopeka. Yes, ni tishio barani Afrika. Ukiangalia Al Ahly au kina Wydad, RS Berkane mwenyewe mara ya mwisho alikuja alipoteza kwa goli moja pale. Kwa hiyo Benjamin Mkapa ni uwanja ambao umegeuka kuwa tishio barani Afrika. Si kwa RS Berkane pia, ni kwa vilabu vingi barani Afrika. Kwa hiyo Simba kwa nini wanalazimisha mchezo uchezewe uwanja wa Benjamin Mkapa? Kwa sababu nao ndio sehemu yao ya kujidai. Lakini kitu kingine pia ukiangalia capacity ya hivi viwanja. RS Berkane kwa nini watu wanaamini watakuwa na influence kubwa kwenye hili jambo? Ukiangalia uwanja wa RS Berkane ni uwanja ambao unaingiza takriban mashabiki 10,000. Kwa ni uwanja ambao hata pressure yake kidogo inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo wanaona kama watu kwa nini Berkane anaforce huu mchezo ukachezwe kwenye uwanja wa Amani Complex ambao unaingiza mashabiki 15,000. Kwa sababu miongoni mwa nguvu zinazofanya Simba ifanye vizuri kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ni mashabiki pia. Ukiangalia mashabiki 15,000 ni Amani Complex lakini Benjamin Mkapa ni mashabiki 60,000. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho Berkane pia wanakikwepa na nafikiri walishaanza kufanya research muda na kabla Simba akiwa na vipolo nafikiri 3 kwenye ligi. RS Berkane walituma wawakilishi wake kufuatilia michezo yote ya Simba, wamefuatilia. Nafikiri walianza kumsoma mpinzani wao, lakini kwa upande wa Simba pia nafikiri timu nzuri sawa, ukiangalia tactic au kimbinu. Ukiwa na timu bora uweze kuchagua uwanja. Sehemu yoyote wewe unaweza kuperform na kama una nafasi ya kuwa bingwa utakuwa bingwa. Lakini ukirudi kwenye misingi ya soka letu la Afrika, mtu ambaye yuko nyumbani anakuwa na advantage kubwa sana. Kwa hiyo lazima uende kwenye eneo ambalo unakuwa comfortable. Ukiangalia hata pitch ya Benjamin Mkapa na pitch ya New Amani Complex ziko tofauti. Kwa sababu Benjamin Mkapa ni kubwa, una takriban ule urefu wake ni kama mita 106 kama sikosei, lakini ukija New Amani Complex ni kama mita 102 103. Kwa hiyo hata ile eneo la kuchezea kuna udogo. Lakini pia ukiangalia mchezo uliopita ambao Simba alicheza na Stellenbosch kutoka South Africa ambao ulichezwa pale New Amani Complex, tuliona Simba ambao walistruggle sana kupata matokeo. Ukiangalia ule uwanja kwa sababu ni mdogo unarahisisha kwenye timu ambayo mpinzani anakuwa anajilinda. Mfano Stellenbosch walikuwa wanacheza kwenye low defensive block, maana yake walikuwa wana banana sana mstari wa kwanza wa ulinzi, mstari wa viungo, lakini mstari wa washambuliaji ni mstari ambayo ina banana sana kutokana na udogo wa uwanja. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwa Simba kucheza mpira ambao wameuzoea, lazima watafute mbinu mbadala ya kuwafungua wapinzani. Kwa hiyo hata RS Berkane pia iko ni kitu ambacho
wanakifahamu kwa sababu wamezoea kucheza kwenye mazingira ya hivyo. Hata uwanja wao ambao wanautumia kama uwanja wao wa nyumbani hauna utofauti sana kwenye eneo la pitch na uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo Berkane kwa namna moja ama nyingine wanaona uwanja wa New Amani Complex ni uwanja ambao unaweza kuwarahisishia mechi yao ya pili endapo watapata matokeo mazuri kwenye mchezo huu wa kwanza. Okay. Unadhani ni nini Simba wafanye leo kumzuia Berkane? Kitu cha kwanza nafikiri Simba wasiende kubishana. Yaani wasicheze mpira ambao Berkane ataucheza kwa sababu Berkane yuko nyumbani, kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine Berkane anahitaji kuimaliza hii mechi akiwa nyumbani. Kwa hiyo kitu cha kwanza, yani priority ya kwanza ya Simba nafikiri nitakiwe ni kujilinda kwanza, kuhakikisha hawaruhusu goli, lakini pia kama wataruhusu goli kama nilivyosema mwanzo nitakiwe ni margin ndogo au gap dogo, walau sare ya bila moja bila 2-1 kwa namna yoyote. Lakini endapo watapata chance, kwa sababu na uhakika kwa namna ambavyo Berkane anajilinda itakuwa vigumu sana kwa Simba kupata chance. Kwa hiyo watumie vizuri nafasi ambazo wanazipata, kwa sababu ukiangalia michezo ya nyuma ya Simba, mfano mchezo ya nusu finali dhidi ya Stellenbosch nyumbani pamoja na ugenini, kulikuwa na hiyo changamoto ya Simba kutokutumia vizuri nafasi ambazo wanazipata. Kwa hiyo ukiangalia kama Simba alistruggle kupata nafasi kwa timu kama Stellenbosch, itakuwa vigumu sana kupata nafasi kwa timu kama RS Berkane, kwa sababu ukiangalia takriban mechi 35 zilizopita RS Berkane hajapoteza mchezo wote isipokuwa mchezo wa mwisho ambao alicheza nusu finali ambao ulikuwa ugenini alipoteza. Lakini mbali na huo michezo mingine yote RS Berkane hajapoteza. Lakini hata mwalimu wa RS Berkane pia ni mwalimu ambaye ana experience kubwa sana kwenye michuano ya kimataifa, sana CAF Champions League pamoja na Confederation. 2018 amechukua ubingwa, 2019 amechukua ubingwa. Lakini sasa hivi tunaona anaelekea tena yupo tena kwenye finali. Kwa hiyo ana chance kubwa ya kuchukua ubingwa pia. Kwa hiyo ukiangalia hata mwalimu pia Fadu Davis, Simba wanaweza kutumia advantage kwa sababu Fadu Davis amefundisha mpira akiwa Morocco, sana akiwa kama kocha msaidizi. Nafikiri kwa ni Raja Club Athletic au Raja Casablanca, lakini pia ashawahi kucheza na RS Berkane kipindi akiwa kocha msaidizi, nafikiri ni Mamelodi Sundowns Orlando Pirates, si Mamelodi, Orlando. Kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine Fadu Davis anaweza kawa anajua masuala machache kuhusiana na soka la Morocco, kwa hiyo na vitu vichache sana kuhusiana na timu kama RS Berkane. Kwa hiyo kitu cha msingi Simba kufanya ni kujilinda sana, lakini kutumia vizuri nafasi ambazo watazipata. Uhatari wa Berkane upo sehemu gani ambapo Simba wafanye kupazuia sana? Kwa ukiangalia overall kwa ujumla uhatari wa Berkane upo kwenye maeneo yote, kwa sababu ukiangalia kwenye eneo la ulinzi wamekuwa na wastani mzuri sana wa kujilinda, kwa sababu wana mabeki wenye vimo virefu, kwa hiyo mipira mirefu, mipira ya chini yote wana wastani mzuri wa kushinda hiyo mipira. Lakini ukija kwenye eneo la kiungo ambalo mara nyingi naweza nikasema ndio engine ya timu kama Berkane, ndio eneo ambalo mipango mingi huwa inaanzia. Lakini pia eneo la ushambuliaji pia bado Berkane wako vizuri. Ukiangalia mshambuliaji wao kidogo jina limenitoka, ambaye kwenye Confederation sasa hivi ana magoli 4, lakini kwenye ligi pia ana magoli 10. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye anakupa garantia ya kuscore. Katika chance 3 ambazo atazipata, basi uhakika chance 1 au 2 anaweza akazitumia vizuri. Kwa hiyo sasa hivi sidhani kama itakuwa sahihi kwa Simba kudili na mchezaji mmoja specific. Nafikiri kitu kizuri Simba wanachotaka kufanya ni kucheza kama teamwork. Wasiangalie nani mchezaji mwenye hatari zaidi, kwa sababu ukiconsider mchezaji ambaye ana hatari zaidi, automatically utahitaji mchezaji zaidi ya mmoja kuweza kukabiliana na huyo mchezaji. Kwa hiyo ukiangalia tactically tayari kinamba kuna maeneo tayari moja kwa moja utazidiwa, kwa sababu itakiwa ni jukumu la mchezaji mmoja kukabiliana na mchezaji. Lakini utakapowapa wachezaji wawili au watatu jukumu la kumkaba mchezaji moja kwa moja, kuna baadhi ya maeneo ambayo Berkane watakuwa free, watayatumia na kupata magoli. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba wacheze kama timu sana, ndio kitu ambacho kitawagarantii kutoka salama kwenye mchezo wa leo. Uwepo wa Mpanzu, Kibu Denis, Haua, unaweza ukaifanya Berkane ikaruhusu goli? Yes, uwezekano mkubwa upo, kwa sababu pia naamini
Berkane kama wametuma wawakilishi michezo mitatu kabla ya Simba. Na uhakika kuna baadhi ya wachezaji ambao Berkane wanawafahamu kwamba ndio wachezaji hatari. Mfano mchezaji kama Jean Charles wao ukiangalia takwimu zake kwenye ligi lakini kwenye kwenye Confederation pia ana rekodi nzuri, lakini pia ukimwangalia Eli Mpanzu pia ni mchezaji ambaye anaonekana ndio kwa mchezaji tishio zaidi kuliko wachezaji wote kwenye upande wa Simba. Kwa hiyo RS Berkane najua moja kwa moja wana mbinu tayari za namna kukabiliana na Eli Mpanzu. Nafikiri pia Simba pamoja na Fadu Davis kuna vitu wanaweza kuvitumia kama cheat code sisi tunasema kwenye mchezo. Kwa sababu Berkane na uhakika nguvu kubwa itakuwa kwenye kuwazuia wachezaji. Kibu Dennis, Jean Chazawa pamoja na Eli Mpanzu. Lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaweza wasiangaliwe sana lakini wakawa ni wachezaji ambao wakatumiwa na Simba kwa ajili ya kupata matokeo. Mfano mzuri mchezaji kama Lionel Ateba. Ni mchezaji ambaye sawa watu wengi sometimes huwa wanamkosoa sana, lakini kwa aina ya mchezo wa leo binafsi namuona Lionel Ateba ni mchezaji ambaye anaweza akawa na faida kubwa, kwa sababu miongoni mwa faida za Lionel Ateba hata uwezo wa kuipini ile backline ya RS Berkane. Sababu RS Berkane ni timu ambayo tunasema inacheza positional play, maana yake wanapanda pamoja wanapungua wanashuka pamoja. Kwa hiyo Lionel Ateba sifa yake kubwa ni kuhold up play, kwa maana ya ana uwezo wa kuwashikilia walinzi wawili wakati waweze kumkaba yeye. Kwa hiyo ukiangalia kinamba Simba wanaweza wakamtumia Lionel Ateba kwa faida hiyo, kwa sababu wanapokuwa na uwezo wa kuwazuia walinzi wawili tayari Eli Mpanzu, Jean Chazawa wao wanaweza wakatumia nafasi ambazo zinakuwepo nyuma ya kiungo cha RS Berkane. Kwa hiyo ukiangalia pia mchezaji kama Joshua Budo Mutale, mchezaji ambaye watu wengi wanaweza wasikubaliane na mimi, lakini pia naona ni mchezaji ambaye anastahili kupewa dakika kwenye mchezo wa leo. Aidha kama ataanza au ataingia kipindi cha pili, kwa sababu nina uhakika kwa namna mchezo utakavyokuwa Simba wanaweza kupata direction nini wafanye baada ya dakika 45. Kama watafanikiwa dakika 45 za kwanza kutokuruhusu goli, basi nina uhakika Joshua Budo Mutale ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kupatia Simba matokeo kutokana na mchezo ambao amekuwa akiuonyesha kuanzia michezo mitatu iliyopita. Amekuwa na kiwango bora sana sasa hivi, na ukiangalia aina ya mpira anaocheza hana utofauti sana na Eli Mpanzu. Japo Eli Mpanzu ni mchezaji ambaye anakupa advantage nyingi. Unaona against one ni mzuri, lakini pia kwenye positional play anaweza akatokea maeneo mbalimbali. Anaweza akatokea eneo la katikati, akatokea eneo la pembeni, akatokea eneo upande wa kushoto au upande wa kulia. Lakini kwa Joshua Mutale ni mzuri sana akitokea eneo la katikati. Na kitu kingine ukiangalia kimo chake, kizungu anasema ana low center of gravity, kitu ambacho kinampa nafasi ya kupenya maeneo ambayo sio rahisi kwa wachezaji wengine kama Jean Chazawa kuweza kupenya. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu kingine pia upande wa Simba energy ndio kitu ambacho wanatakiwa kukizingatia sana, kwa sababu Berkane ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza mpira wa kasi sana. Kwa hiyo wanaweza kutumia to the advantage, kwa sababu kwanza wako nyumbani, wana nguvu ya mashabiki, lakini mpira wao ni wa kasi hali ya juu. Kwa hiyo Simba wanatakiwa kutunza energy kwa ajili ya dakika zote 90. Okay. Ngoma na Kagoma unaona wanaweza wakahimili hiyo energy ya Berkane? Sio rahisi kwa Ngoma pamoja na Kagoma kwa pamoja kuhimili hiyo energy, lakini ukiangalia Simba bado ina variety ya wachezaji mbalimbali ambao si lazima Ngoma na Kagoma wamalize dakika 90. Nafikiri kitu ambacho Simba wanatakiwa kuangalia ni management kwa ajili ya mchezo unaokuja. Hakuna ulazima wowote wa kulazimisha Kagoma pamoja na Ngoma wamalize dakika 90 kutokana na matokeo ambayo yatakuwa yamepatikana. Kama nilivyosema, kama dakika 45 za kwanza Simba anaweza akawa amefanikiwa kupata walau sare, na nimefuatilia kuanzia ligi inaanza Simba wanapoteza energy kuanzia dakika 60 kipindi cha pili kuanzia dakika 60 ndio sehemu ambapo Simba wanapoteza energy. Kwa hiyo mimi nafikiri kama itatokea Ngoma pamoja na Kagoma wakapoteza energy kuanzia hizo dakika kwa sababu ya speed ya mpira ambao Berkane anacheza, nje kuna wachezaji ambao bado wanaweza kukopa na ile intensity ya RS Berkane, mfano Deborah Fernandez Mavambo pia, lakini Augustine Okajefa pia amekuwa na mchezo mzuri. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuangalia management, time management pamoja na energy management. Okay. Wewe unaona shida iko wapi? Kwa nini Deborah Fernandez huwa hapo nafasi sana? Kwa Deborah Fernandez Mavambo. Kwenye timu unajua hichi ni kitu ambacho kinatakiwa na watu wanatakiwa wafahamu kwamba Deborah Fernandez Mavambo kutokupata nafasi si kwamba afanyi vizuri, lakini ambaye anakabiliana naye kwenye hiyo nafasi anafanya vizuri zaidi yake, kwa sababu ukimwangalia
Kagoma ni mchezaji ambaye watu wengi walijua usajili wake utakuwa kama second option. Atakuwa ni kama chaguo la pili mbele ya Ukajefa pamoja na Debra Fernandez Mavambo. Lakini amekuja kuwashangaza wengi. Nafikiri hata mwalimu Fadu Davis pia amekuja kushangazwa na performance ambayo Kagoma anaionyesha. Lakini pia ukiangalia aina ya uchezaji wao ni aina mbili tofauti. Kagoma kwanza kitu ambacho watu wafahamu. Kagoma kiasilia ni mlinzi. Alianzia mlinzi lakini akasogezwa kwenye eneo la kiungo wa ulinzi pia. Kwa hiyo ukimwangalia Debra Fernandez Mavambo, Augustine Wakajefa ni wachezaji ambao natural ni namba 8 au tunaita box to box midfield ambao jukumu lao la msingi si kujilinda. Ni offensive sana player, yani wachezaji ambao wanatumika sana kwenye kushambulia. Mfano mzuri kienda Yanga tutamzungumzia kama Mudathiri haya. Yes, kwa hiyo Kagoma kwa sababu jukumu lake la kwanza ni ulinzi. Uwanjani anakuwa hana vitu vingi. Kwa hiyo yeye anakuwa na jukumu moja tu la kutimiza majukumu yake ya kiulinzi. Cha kwanza ni kukaba mpira, lakini cha pili timu inapopoteza mpira pia kufanya recovery runs, kuwepo kwenye eneo husika. Lakini Debra Fernandez Mavambo lazima kwa namna moja ama nyingine timu inaposhambulia aongeze namba kwenye eneo la ushambuliaji, timu inapojilinda aongeze namba kwenye eneo la kujilinda. Lakini Kagoma timu hiyo inashambulia au inashambuliwa, anatakiwa kuwepo kwenye eneo lake la kiulinzi. Nafikiri hii ndio kitu ambacho kinasababisha Debra Fernandez Mavambo aendelee kukaa bench mbele ya Yusuf Kagoma. Okay. Ngoma mechi ya leo afanye kazi gani zaidi ya kuifanya Simba wakapata goli siku ya leo? Kitu cha kwanza, moja ya silaha ambayo Simba wanatakiwa kuitumia vizuri ni Fabrice Ngoma, kwa sababu Fabrice Ngoma kwanza wanahitaji experience yake, kwa sababu hii inakuwa ni finali yake ya pili. Lakini pia wanahitaji ufundi wake uwanjani. Unajua kwenye kikosi kizima cha Simba, Fabrice Ngoma ukiachana na backline ya Simba kwa maana ya Blaza Kiamza, Shemalon Fondo na Karabusha Mo. Fabrice Ngoma ndo mchezaji ambaye ana usahihi mkubwa wa kupiga pasi. Mchezaji ambaye anaweza akapiga pasi ambazo itakuwa rahisi kuifungua safu ya ulinzi pamoja na safu ya kiungo ya RS Berkane. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa kukifanya, nafasi chache ambazo watazipata, kupiga pasi ambazo zitaanzisha mashambulizi. Watu ambao wanapokea zile pasi wazitumie vizuri, kwa sababu nina uhakika kwa asilimia zaidi ya 90 Simba atapata nafasi chache mno kwenye mchezo. Kwa hiyo wanatakiwa watumie vizuri nafasi ambazo Ngoma atazitengeneza, lakini pia bila kusahau majukumu yake ya kiulinzi, kwa sababu Ngoma pia licha kuwa ni box to box pia bado atahitaji kuongeza namba kwenye eneo la ulinzi kwa ajili ya kusaidiana pamoja na Yusuf Kagoma. Kuna ulazima wote Simba mechi ya leo wapate goli? Yes, ulazima upo. Kwa sababu kama nilivyosema, watakapopata nafasi wanatakiwa kuzitumia vizuri, lakini pia si lazima sana Simba kupata goli, kwa sababu itategemea na RS Berkane amepata nini. Ndio maana tutaona kama Simba ni lazima apate goli au si lazima apate goli. Kwa hiyo kama Berkane atakuwa hajapata goli, kutakuwa pia hakuna ulazima sana Simba apate goli. Lakini ukiangalia kwa sababu ni home and away, itakuwa na faida kubwa zaidi kama Simba atapata goli. Lakini kama Simba hatapata goli pia itategemea ni wamepata matokeo gani mwisho wa siku. Kama ni bila 1-1 au 1-0, itategemea na margin ambayo itapatikana. Kwa hiyo nafikiri kama watapata nafasi itakuwa ni itawarahisishia zaidi mchezo unaofuata kama watapata goli. Okay. Hii hatuchezi international. Wewe unaizungumziaje? Hatuchezi international bwana, sidhani kama ni kitu ambacho kinaweza kikatokea, kwa sababu kidogo wenzetu sawa upande wa CAF kuna mapungufu ambayo sio rahisi kuyamaliza. Lakini kwenye swala linapokuja swala la sheria, CAF wako strict sana. Yani wako harsh sana. Kwa hiyo ikatokea Simba labda wakasema sijui hatuchezi huu mchezo, adhabu yake itakuwa ni kubwa sana. Kuna uwezekano pia Simba akafungiwa kutoshiriki michuano ya kimataifa. Sijajua itakuwa kwa muda gani, lakini inaweza ikavuruga reputation yote ya Simba ambayo wamejijengea kwa miaka hivi karibuni. Kwa mimi nafikiri mchezo utachezwa, either hiyo ni Amani au Benjamin Mkapa. Mchezo lazima utachezwa. Kwa siku ya leo tumefikia mwisho wa kipindi cha Mo Sport. Langu jina ni James Simon. Nilikuwa na mwenzangu hapa Boaz Joseph au unaweza kuniita BJ. Okay, usisahau kulike, comment, kusubscribe, pia kuminya alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu vya Mo Sport. Ciao.